Kumekuwa na msuguano ambao ulikuwa unaendelea kati ya Diamond Platnumz pamoja na Mwijaku kwa namna fulani, kwamba Diamond Platnumz na Mwijaku kulikuwa hakuna ule ukaribu ambao unaweza ukasema ambao anao Mwijaku pamoja na Harmonize pamoja na Alikiba, ndivyo. Lakini way back nyuma, kama unakumbuka, Mwijaku alikuwa na ukaribu ule wa hali ya juu pamoja na Diamond, hadi alipewa kuwa balozi wa Wasafi Beti, ndivyo. Lakini kuna namna fulani, kuna mambo ya kukaa sawa kati ya Diamond Platnumz pamoja na Mwijaku, wakaja wakagombana na hawakuwa kabisa katika maelewano mazuri. That's why ndo maana Mwijaku pale tu alipokuwa akiulizwa kuhusiana na Diamond Platnumz alikuwa akitoa maneno ambayo yalikuwa sio mazuri, na alikuja kumtunga jina kabisa, na size anamuita Mwambino, ndivyo. Kwa kilugha chao wenyewe wanajua kwamba walikuwa wanamaanisha nini. Lakini kimsingi zaidi, Mwijaku pamoja na Diamond Platnumz walikuwa ni watu ambao walikuwa hawana ukaribu wowote ule. Kujuskati hapa, Mwijaku aliuliza swali kuhusiana na Diamond Platnumz. Kama tunavyojua, muda huu tupo kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndivyo. That's why kwa wale ambao ni wa dini ya Kiislamu wako katika ile siku ambazo ni siku 30 ambazo wanafunga kwa ajili ya kuenzi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa Mwijaku aliuliza kuhusiana na Diamond. As we know, hapa karibuni Diamond Platnumz alikuwa akijiposti mara kwa mara kwenye ukurasa wake wa Instagram, na alikuwa akijilamba midomo kama the way ambavyo unaweza kuona mtoto wa kike anajisnap huko anajilamba mdomo. Sasa Mwijaku akaulizwa kuhusiana na kile ambacho Diamond Platnumz akasema kwamba Diamond Platnumz saizi ni kama vile amepotea kabisa kwenye ramani ya muziki, na hana anachokifanya zaidi ambacho anachokifanya zaidi Diamond Platnumz muda huu ni kujiposti kwenye ukurasa wake wa Instagram huku akiwa anajilamba mdomo, ndivyo. Na Mwijaku akaja kusema kwamba inawezekana Diamond Platnumz haihudhurii kwenye vikao vya wanaume ambavyo vinakuwa vinafanyika, ndivyo. Na akasema kwamba inawezekana Diamond Platnumz tukawa tumempoteza kabisa, akawa ameingia kwenye kundi lingine ambalo maybe yeye anawezekana akawa analijua. Lakini kilichokuja kushangaza zaidi, jana Diamond Platnumz alialika iftari ya kualika watu wote ambao wanawiwa kwenda kupata chakula cha jioni. Alifanya hapo, ilikuwa ni the Superdome jijini Dar es Salaam. Aliwalika watu mbalimbali mashuhuri, aliwalika pale wakaenda kupata iftari kwa ajili ya kubadilishana mambo ya hapa na pale, namna gani ambavyo inabidi tu kwenye muda huu wa kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe kama Muislamu ni kipi ambacho unatakiwa kukifanya. Lakini kilichokuja kushangaza ni namna ambavyo Mwijaku alikuwepo katika hiyo iftari ambayo aliandaa Diamond Platnumz, ndivyo. Na mapokezi yake na namna ambavyo Mwijaku alipokelewa kwenye iftari hiyo, kulikuwa kuna vitu ambavyo vilileta surprise kwa upande mwingine, kutokana na namna ambavyo Mwijaku anavyoishi na Diamond Platnumz. Watu wakaanza kuunganisha doti kutokana na the way ambavyo Mwijaku amekuwa akimzungumzia Diamond kwenye mitandao ya kijamii. Imekuwa ni negatively, hajawahi kusema chochote kile ambacho kinamhusu Diamond Platnumz, akasema katika positively way. Lakini hii leo kuamkia asubuhi, Mwijaku amekuja kushangaza ulimwengu baada ya kuzitangaza sabuni za Diamond Platnumz ambazo hapo jana kwenye iftari alikuwa anazizindua, ambazo alizipa jina zinaitwa Wasafi Soap. Sasa kwa maneno na the way ambavyo Mwijaku anaishi na Diamond Platnumz, imekuwa kama vile surprise kwa kile ambacho amekifanya muda huu. Mwijaku asubuhi ya leo alikuwa akifanya kama vile amekuwa ni promoter, alikuwa akipita mtaa kwa mtaa akiwa akizitangaza na kusema kwamba zinapatikana kwa maduka yote ya mangi jijini Dar es Salaam. Sasa wewe mkazi ambaye ni jirani yake, basi make sure unaenda dukani na unapata hizo bidhaa ambazo Diamond Platnumz amezitangaza hapo jana. So imekuwa ni surprise kwa sababu tunavyojua kwamba Mwijaku pamoja na Diamond Platnumz wamekuwa hawana ule ukaribu mzuri kama the way ambavyo Mwijaku pamoja na Alikiba pamoja na Harmonize wamekuwa na ule ukaribu wa hali ya juu ambao sidhani kama kuna mtu yoyote yule ambaye anaweza akaweka doubt kutokana na kile ambacho kinakuwa kinaendelea baina ya Mwijaku pamoja na Alikiba pamoja na Harmonize. Lakini kwa Diamond Platnumz kumekuwa kuna surprise kwa sababu Mwijaku always amekuwa akizungumzia Diamond Platnumz kwenye negative way, hajawahi kumzungumzia Diamond Platnumz kwenye positive way. Sasa wewe kama mdau na masuala ya ufuatiliaji wa hiki ambacho anachokifanya Mwijaku, unaweza kusema maybe ni uchawa kwa ajili ya kupata pesa. Na jana kabla ya iftari ijaisha, Mwijaku aliposti kwenye ukurasa wake wa Instagram, aliandika kwamba aliposti kulikuwa kuna kipochi cha hela kwenye
kwenye gari lake, na akasema kwamba Mwijaku akasema kwamba Diamond Platinum au kwa jina ambalo yeye anapendaga kumuita, anamuita Mwambino, kwamba inabidi aache muziki kwa sababu inawezekana huku ambako anakufanya kuna masuala ya biashara inawezekana kuwa kuna mbeba sana, na kama unajua kwamba sio kwa mara ya kwanza Diamond Platinum anafanya kitu kama hiki. I think so ilikuwa ni kama mwaka 2011 alitambulishaga bidhaa yake ambayo aliipa jina kwa Diamond Kalanga, lakini kuna mambo ya kukaa sawa, bidhaa ikaja ikapotea, na hapo jana amekuja kutambulisha bidhaa yake ambayo Mwijaku amekuja kusurprise watu kwa sababu karibu alionao Diamond Platinum pamoja na Mwijaku umekuwa sio mzuri kama the way ambavyo watu tunavyomjua Mwijaku, au ndo ule uchawa ambao Mwijaku anaofanya kwa ajili ya kujipa kipato. Always tunamjua Mwijaku anachokuaga anakifanya. Achia ujumbe wako kuna ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujasubscribe channel yetu Mbayu TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wewe wa kwanza kupata habari na taarifa zote ambazo sisi tunakuwa tunaziweka mle. Lakini usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kuna ukurasa wake wa Instagram anatumia kaa hivyo. Chao.